Nafikiri umeona kwenye mtandao watu wanapitisha karatasi kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima limefungwa. Hakuna wa kufunga kanisa la Mungu duniani. Mhubiri na mbunge wa Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Askofu Josephat Gwajima kwa mara nyingine amejikuta kwenye mgogoro mzito na mamlaka za serikali baada ya kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo yeye ndiye kiongozi mkuu kufutiwa rasmi usajili wake kwa madai ya kukiuka sheria ya jumuiya sura 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu Juni 2, 2025, msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa alieleza kuwa uamuzi huo umetokana na kile alichokiita kauli zenye kuchochea chuki dhidi ya serikali ambazo zinaweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Kwa mamlaka niliyopewa, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, kuanzia leo Juni 2, 2025. Hivyo unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja, ilieleza barua hiyo ambayo pia imetumwa kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura. Gwajima mwenyewe alipohubiri jioni ya siku hiyo katika ibada ya maombi siku 7 inayofanyika kanisani kwake wilayani Ubungo, Dar es Salaam, alikana taarifa hizo kwa maneno makali: ni uongo, ni wahuni na hakuna kufungia kanisa la Mungu duniani. Nafikiri umeona kwenye mtandao watu wanapitisha karatasi kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima limefungwa. Hakuna wa kufunga kanisa la Mungu duniani. Si kweli, ni uongo, ni wahuni. Hawa wahuni, kale ka kikundi kanakoteka watu. Barua hiyo sio ya serikali. Serikali haiwezi kufanya hivyo. Jeshi la polisi liliitikia haraka agizo hilo kwa kuzingira kanisa hilo usiku wa kuamkia Juni 3. Askari wa jeshi la polisi kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam walivamia na kuzuia shughuli zote, huku wakikamata baadhi ya waumini waliodaiwa kukaidi agizo la serikali kwa kuendelea kufanya ibada licha ya kanisa hilo kufutiwa usajili. Tukio hili linakuja siku chache baada ya Askofu Gwajima kuitisha mkutano na waandishi wa habari Jumamosi Mei 24, 2025, akitoa msimamo wake kuhusu matukio ya utekaji, jambo ambalo lilikosolewa vikali na bakada wa CCM jimboni kwake Kawe na hata bungeni. Hii si mara ya kwanza kwa askofu huyo kujikuta kwenye mvutano na mamlaka. Mwaka 2017 serikali ilisitisha leseni ya kanisa lake kwa tuhuma za uchochezi na kauli zenye mwelekeo wa kisiasa. Uchunguzi uliendelea dhidi yake kwa madai hayo. Mwaka 2021 alijikuta mbele ya kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge baada ya kupinga hadharani chanjo ya ugonjwa wa COVID-19 kinyume na msimamo wa serikali. Mei 24, 2025 alitoa kauli nzito kuhusu utekaji, jambo lililoibua mtafaruku ndani ya CCM na kulalamikiwa kuwa linahatarisha mshikamano wa chama. Hali hiyo sintofahamu inaendelea kutanda, huku baadhi ya waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wakihofia mustakabali wa ibada zao na wafuasi wa Gwajima wakisubiri tamko rasmi zaidi kutoka kwa kiongozi wao aliyeahidi kuendelea kusimama kidete licha shinikizo linalowakabili.